Tumekuja hapa leo kuwafariji, kubwa ni kuwafariji. Tulimpenda mzee wetu, lakini Mwenyezi Mungu naye amempenda zaidi. Kubwa ni kumwombea dua, Mwenyezi Mungu amlaze pahala pema peponi. Lakini tumekuja kumfariji ndugu yetu mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, ndugu Mohamed, ambaye tumekaa naye vizuri. Tumekaa naye vizuri ndani ya chama, lakini tumekaa naye kwa mapenzi makubwa kama marafiki. Nimepita hapa kwa mawili. Moja, kutoa rambirambi zangu binafsi, lakini kuleta salamu za makamu mwenyekiti wa chama chetu upande wa Zanzibar na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi, naye amenituma nije nitoe salamu za pole kwenu, na yeye anaungana na nyinyi kwa sababu ametingwa na majukumu mengi. Nimemwakilisha mimi kutoa salamu hizi, lakini tutatoa na rambirambi zetu. Kwa hivyo tunawashukuru sana kwa kutupokea hapa, lakini kwa kuja kuwafariji wenzetu, na hii ni jambo kubwa kwetu. Linapotokea tukio kama hili ni muhimu kushirikiana kwa pamoja tukatoa rambirambi, lakini inaonesha mshikamano wa chama chetu. Bado chama chetu kina mshikamano na upendo mkubwa sana kwenye jambo hili. Kwa hivyo tumekuja hapa bila kupoteza muda. Sasa tutatoa rambirambi zetu kwa Mheshimiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa chama chetu, ndugu yangu Mohamed Nasr Hamdan, ili basi aturidhie. Kule kwetu Zanzibar tunasema tunatoa sanda, tunamzika mzee wetu. Kwa hiyo na sisi tunamzika mzee wetu. Nashukuruni sana Dr. Kubwa tumejia hapa ni kutoa rambirambi na kutoa mkono wa pole kwa ndugu yetu Nek kwa msiba mkubwa huu ambao umetufika wa kuandikiwa na mzazi wake. Na mzazi wake kwa kweli ni mzazi wetu. Na mara nyingi mimi kila ninapokuja Tabora, bahati nzuri kwamba lazima nende kwa mzee kwenda kumuona na kumwangalia. Na kwa kweli amekuwa mimi ni mlezi, lakini kwa yeye alikuwa mimi ni mshauri wangu mkubwa sana. Na alikuwa muda mwingi nakwenda kupoteza kwake. Na mara nyingi wananiambia sasa, mimi bwana naumwa lakini siwezi kuacha wali. Kwa hivyo kila kati wanakumbuka. Kwa hivyo napa pole, tunastahimilivu sana kwa msiba huu mkubwa. Mwenyezi Mungu ndivyo ametuleta, na kata anapoamua kutaka kutuchukua basi wanatuchukua. Lakini kubwa zaidi ni kufuata kwanza tumrehemu, na kila kufika muda tumwombee dua, na pili tuyafuate yale mema ambayo ametuachia na maelekezo. Hapo ndio tunamwenzi. Yale mema yote mazuri yote ambayo ameyafanya tunayafanya na kuyatekeleza kwa msingi yote. Sasa mimi shikio ninasema livuke kichwa, mengi yameshaelezwa na viongozi wangu. Kwa mimi nitaishia hapa tu. Tuendelee kuwa wastahimilivu, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe hivyo, tuendelee na umoja wetu na udugu uwe pamoja. Kwa jamii ya Wanatabora, kwa kweli hawa walikuwa ni viongozi ambao tuliwategemea sana, pamoja na kwamba walikuwa wamekwisha staafu shughuli za kisiasa kwa nafasi za uongozi, lakini bado waliendelea kuwa na mchango mkubwa sana kwenye maisha yetu ya kisiasa kwenye mkoa wetu wa Tabora. Kwa hiyo napenda nitumie nafasi hii kama nilivyokuambia pale ofisini, ni washukuru sana nyinyi viongozi wa kitaifa kwa nafasi mbalimbali ambazo mlizokuwa nazo. Baadhi ya viongozi wamefika hapa, naibu katibu mkuu bara alikuwepo hapa, na leo tunakupata wewe naibu katibu mkuu kwa upande mwingine wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi Wanatabora tunafarijika sana. Lakini mlezi wetu vile vile amefika toka jana, na leo akasema hana shughuli nyingine ya kufanya kwenye mkoa wetu wa Tabora, lakini anapenda kuja kuhani misiba yote hii miwili. Napenda nikuthibitishie tu viongozi wetu hawa wamezikwa kwa heshima kubwa ya Chama cha Mapinduzi na serikali, kwa ushirikiano mkubwa ambao sisi viongozi wa mkoa wa Tabora tunao. Tupelekeeni salamu kwa Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Salamu zake tumezipokea kupitia kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye vile vile alipata fursa ya kuja kwenye msiba wa pili wa Mheshimiwa Munde, na alipata vile vile nafasi ya kusalimiana na mneki wetu tukiwa msibani kule, na yeye akampa salamu za rambirambi. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi tunafarijika sana kwa namna ambavyo nyinyi viongozi wa kitaifa mmeguswa kwenye jambo hili.
na tunataka kuendelea kuwathibitishia sisi kama viongozi wa chama wa mkoa tutaendelea kushirikiana na familia hizi zote mbili kwa ajili ya kuendeleza mahusiano ambayo walioondoka walikuwa nayo na chama hiki. Tunatoa shukrani za dhati kwa chama chetu kwa sababu huu ni mwendelezo tu wa viongozi wengi sana ambao tayari wamekwisha fika. Wapo waliomwakilisha Mheshimiwa Rais, wapo waliowakilisha chama, lakini na leo wewe umekuja kumwakilisha Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar. Lakini pia tulipata nafasi ya kupata salamu za rambirambi na pole kutoka kwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juzi. Imetutia faraja sana. Tumeona wazi kabisa thamani yetu katika chama na tumeona wazi kabisa kwa nini sisi tunakithamini sana chama. Hili halipingiki ndani ya nyoyo zetu kwamba Chama cha Mapinduzi ni familia moja. Sisi tunaendelea kutoa shukrani za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunaendelea kutoa shukrani za dhati kabisa kwa viongozi wote wa makao makuu. Tulipokea viongozi wa jumuiya, Mama Chatanda naye pia alifika hapa. Hili yote, naibu katibu mkuu, inaonyesha ni jinsi gani msiba wa mzee wetu ambaye kama ilivyotamkwa na tunavyotambua amekitumikia chama katika maisha yake yote. Amekuwa mjumbe halmashauri kuu ya CCM Taifa mpaka baada ya kuugua kwa mara ya kwanza. Tunawashukuru sana. Historia fupi ya mzee ni kwamba aliugua kwa muda mfupi sana. Kama itakumbukwa, mzee alipata stroke ya kwanza miaka 5 iliyopita, lakini juzi tena ile stroke ilirudia minor na kuathiri mfumo wa mwili kwa upande wa pili. Nitumie nafasi hii pia, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kutoa shukrani za dhati kabisa kwa uongozi wote wa hospitali yetu ya Jakaya Kikwete kwa juhudi kubwa na za dhati kabisa walizozionyesha kipindi mzee akiugua pale. Mpaka Mwenyezi Mungu anamchukua baba yetu, jopo la madaktari 7 akiwemo Dr. Kisenge ambaye ndio CEO wa hospitali ile alikuwepo. Hii inaonyesha kadari ya Mwenyezi Mungu haizuiliki kwa njia yoyote. Sisi wanafamilia tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu amepitisha kadari yake na sisi tunamwombea baba yetu kauli thabiti na kumwomba kwa Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake kama yako. Baada ya kusema hayo, tunakuomba tufikishie salamu za dhati kabisa kwa mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa upendo mkubwa ambao ameonyesha kwetu toka mwanzo wa msiba mpaka leo, kututumia viongozi mbalimbali kuja kutufariji na kututia nguvu. Karibuni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.